Ndugu wanahabari, Wizara ya Madini inapenda kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 7 mchana, maafisa wa usalama kwa kushirikiana na mamlaka zingine za udhibiti walifanikiwa kukamata madini ya almasi ghafi yaliyokuwa yakitoroshwa kinyume na sheria na taratibu za usafirishaji wa madini kupitia uwanja wa ndege wa Mwanza. Ndugu wanahabari, katika tukio hilo almasi ghafi yenye uzito wa karati 2729.82 yenye thamani ya dola za Kimarekani 635,887 na senti 66 sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 1,715,434,129.67 yaligunduliwa yakiwa yamefichwa kwenye mabegi manne na raia mwenye asili ya India kwa lengo ya kuyasafirisha bila vibali halali wala kufuata taratibu za kisheria. Wizara imesikitishwa na kuchukizwa na jaribio hilo la utoroshaji wa rasilimali za taifa na inalaani vikali vitendo vya aina hiyo, na ikumbuke kuwa utoroshaji wa madini ni kosa la jinai linalokosesha nchi mapato na kudhoofisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa ujumla. Hivyo naomba nitumie fursa hii kujulisha umma wa Tanzania kuwa uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini waliohusika na mtandao huu na kuwafikisha katika vyombo vya sheria kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Niwahakikishie kuwa serikali haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya wote watakaobainika kuhusika katika utoroshaji wa madini, ikiwa ni pamoja na kuyataifisha madini hayo na kufuta leseni za kujishughulisha na shughuli za madini hapa nchini. Niwahakikishie kuwa serikali haijalala na inaendelea kufanya operation usiku na mchana kubaini matukio mbalimbali ya aina hii. Nitoe rai kwa wachimbaji na wafanyabiashara wote nchini Tanzania kujiepusha na vitendo vya utoroshaji wa madini ili kuepuka hasara kwenye biashara zao, lakini vile vile kuisaidia nchi yetu kuweza kupata mapato. Ambacho watu wengi wanashindwa kuelewa ni watu kukosa uzalendo, kwa sababu madini haya yakipita katika mfumo rasmi, nchi yetu inapata tozo, kodi na ushuru mbalimbali ambao ndio unakwenda kujenga barabara, unakwenda kujenga hospitali, unakwenda kujenga madarasa na kuleta maendeleo kwa ajili ya Watanzania. Hivyo kama serikali tutaendelea kuhakikisha kwamba tunasimamia kwa dhati kabisa kwa mujibu wa sheria usimamizi wa biashara hapa nchini ili biashara zote zifuate utaratibu. Tuna jumla ya masoko ya madini 43 na vituo vya ununuzi 109 ambapo biashara yote ya madini inapaswa kufanyika katika maeneo hayo. Kinyume na maeneo hayo, mtu yoyote ambaye atabainika anafanya biashara nje ya utaratibu wa masoko na kutorosha madini, kama nilivyosema awali, tutaendelea kuyataifisha na atapata hasara moja kwa moja, kwa sababu kwanza tutachukua madini, hatapata hata sehemu ya madini haya, lakini pia tutamshtaki. Kwa hiyo anakuwa amepata hasara mara mbili. Kwa hiyo nitoe rai kwa wafanyabiashara na wachimbaji wote nchini Tanzania kuendelea kuzingatia sheria zetu ambazo tumeziweka za kufanya biashara katika mifumo rasmi.